Sana katika matangazo ya mchana. Mimi ni Sylvia Mwehozi. DW Habari za ulimwengu. Na kwanza ni mukhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Israeli yatishia kumuua kiongozi mkuu wa Iran. Kiongozi wa upinzani nchini Rwanda akamatwa na kuwekwa kizuizini. Na Niger kutaifisha hisa za Ufaransa katika kampuni ya kuchimba madini ya urani. Habari kamili. Tehran. Iran na Israel zinaendelea kushambuliana. Hospitali moja kuu imeharibiwa katika mashambulio yaliyofanywa na Iran mjini Tel Aviv, na makazi ya watu pia yameshambuliwa. Kwa jumla watu 240 wamejeruhiwa na uharibifu mkubwa umefanyika. Kwa upande wake, Israel ilifanya mashambulio kadhaa ya anga mjini Tehran na kwenye maeneo mengine ya Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimesema ndege za Israel zilishambulia kinu kikubwa cha utafiti wa maji cha Khondab. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amemlaumu kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na ameamuru majeshi kumuua kiongozi huyo ili kufanikisha malengo ya Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ataamua iwapo Marekani itajiunga na Israel katika hatua za kijeshi dhidi ya Iran muda wowote mnamo kipindi cha wiki 2 zijazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza wanatarajiwa kukutana na mwenzao wa Iran katika juhudi za kumaliza mzozo. Kigali. Kiongozi wa upinzani nchini Rwanda na mkosoaji wa wazi wa utawala wa Rais Paul Kagame amekamatwa. Idara ya kuchunguza uhalifu nchini Rwanda RIB imesema hii leo Ijumaa kuwa mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Bi Ingabire Victoire amekamatwa kwa tuhuma za kuchochea umma dhidi ya uongozi na kuunda kundi la wahalifu. Victoire Ingabire alifikishwa mahakamani siku ya Alhamisi katika mji mkuu wa Kigali kwa ajili ya kuhojiwa kuhusiana na kesi ya watu 9 wanaotuhumiwa kushiriki mafunzo yanayohusu jinsi ya kupindua serikali kwa kutumia njia zisizo za vurugu. Ingabire ambaye anaongoza chama cha Dalfa Umurinzi ambacho hakijasajiliwa alirejea nchini Rwanda mwaka 2010 kutoka uhamishoni nchini Uholanzi akiwa na nia ya kushindana na Rais Paul Kagame katika uchaguzi wa rais, lakini alizuiliwa kwa tuhuma za kupinga kutokea kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Gaza. Watu 19 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel katika kambi ya Shati iliyopo kaskazini mwa Gaza. Miongoni mwa watu hao waliouawa ni watoto 3 na wanawake 5. Mkurugenzi wa hospitali ya Shifa Mohamed Abu Salmia amesema watu 70 wamejeruhiwa. Ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba mashambulizi hayo yaliwalenga moja kwa moja raia katika eneo hilo. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu imesema kwamba mashambulizi ya mabomu, makombora na risasi yanaendelea kote katika ukanda wa Gaza, na wanaolengwa ni miongoni mwa wale waliokuwa wanasubiri kupokea misaada. Wakati huo huo, hospitali zinatatizika kuwatibu majeruhi wengi kutokana na uhaba wa vifaa na dawa na nafasi ndogo kwenye hospitali hizo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Niamey. Serikali ya kijeshi ya Niger imetangaza mipango ya kuitaifisha kampuni ya Orano inayomilikiwa na serikali ya Ufaransa. Kampuni hiyo inamiliki 63% ya hisa za kampuni kubwa ya Somair ya kuchimba madini ya urani nchini Niger. Kampuni hiyo ya Orano imekuwa inaendesha shughuli za migodi ya urani kwa muda wa miongo 3 nchini Niger. Hata hivyo, shughuli zake zilifungwa kwenye migodi 3 muhimu mwaka uliopita baada ya wanajeshi kutoa madaraka nchini humo. Kampuni hiyo ya Ufaransa imeanza kuchukua hatua za kisheria. Katika tamko lake, serikali ya Niger imesema imepitisha uamuzi huo kutokana na tabia ya kutowajibika na pia kwenda kinyume cha sheria ya kampuni hiyo ya Somair inayomilikiwa na Ufaransa. Kiev.
Mtu mmoja ameuawa kwenye mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi kwenye bandari ya kusini mwa Ukraine katika jiji la Odessa. Watu wengine 14 wamejeruhiwa, wakiwemo wafanyakazi watatu wa uokoaji. Hayo ni kwa mujibu wa mamlaka ya serikali za mitaa. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa kikanda imeandika kwenye jukwaa la Telegram kwamba Urusi ilirusha takriban droni 10 katika jiji hilo na kusababisha uharibifu kwenye jengo la ghorofa 23, taasisi ya elimu na makazi kadhaa. Katika tukio tofauti, Urusi pia ililenga eneo la kaskazini mashariki mwa Ukraine katika mkoa wa Kharkiv ulio karibu na mpaka. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu ni Zainab Azizi. Shukrani sana. Na msikilizaji na mtazamaji, mchana wa leo tumekuandalia mengi, na kama ulivyosikia, vita vya maneno na mashambulizi inaendelea kati ya Israel na Iran, na pia nitakueleza juu ya vita vya huko Gaza ambako watu 69 wameuawa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Tutaelekea pia nchini Kenya ambapo jaji mkuu wa zamani David Maraga ajitosa katika siasa akitangaza kuwania urais mwaka 2027. Kama ilivyo ada, msikilizaji na mtazamaji, kila siku tunakuwa na mjadala wetu hapa katika matangazo ya mchana, na hapo baadaye tutajadili juu ya hatima ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, hasa baada ya majaji wake kuwekewa vikwazo na Marekani. Lakini kwanza tuanze na uchambuzi wa taarifa zetu. Israel na Iran zimeshambuliana tena leo Ijumaa, wiki moja baada ya vita kati ya maadui hao wa muda mrefu. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimeendelea kuhimiza suluhisho la kidiplomasia kutanzua mzozo huo, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likitarajiwa kukutana kwa mara ya pili leo Ijumaa. Josephat Charo na taarifa zaidi. Jeshi la Israel limesema hivi leo kwamba limeyashambulia maeneo kadhaa mjini Tehran usiku kucha, ikiwa ni pamoja na kile ilichokiita kuwa ni kituo cha utafiti na maendeleo ya mradi wa silaha za nyuklia wa Iran. Walinzi wa mapinduzi wa Iran walisema zaidi ya droni 100 za vita na kujitoa muhanga zilirushwa kuelekea Israel siku ya Alhamisi. Katika kile kinachoonekana kama kubadilika kwa kauli yake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mabadiliko au kuanguka kwa utawala wa Iran si lengo la operesheni ya kijeshi ya Israel, lakini inaweza kutokea kama matokeo. Lengo letu kuu ni kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran na kuondoa kabisa kama kitisho. Lengo la pili ni kukomesha, kusitisha na kufuta uwezo wa Iran kutengeneza makombora ya masafa marefu na kuondoa kitisho hicho. Ni wazi tunapofanya hivyo, utawala unadhoofika. Lakini suala la kubadilisha utawala liko mikononi mwa watu wa Iran. Hakuna njia ya mkato kuhusu hilo. Hayo yakijiri, wanadiplomasia wakuu wa Ulaya wanakutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi mjini Geneva leo kujadili mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nje kutoka Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Umoja wa Ulaya wanahimiza kusitishwa kwa mzozo huo, huku waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy akisema wiki 2 zijazo ni fursa muhimu ya kufikia suluhu la kidiplomasia baada ya kukutana na maafisa wa ngazi za juu wa Marekani mjini Washington jana Alhamisi. Kwa upande mwingine, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana leo Ijumaa kwa kikao cha pili kuhusu mzozo kati ya Iran na Israel, kufuatia ombi la Iran ikiungwa mkono na Urusi, China na Pakistan. Wakati haya yakiarifiwa, rais wa Marekani Donald Trump alisema hapo jana kwamba ataamua iwapo atajiunga na mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran katika kipindi cha wiki 2 zijazo, kwani bado kuna nafasi kubwa ya mazungumzo ya kufikisha mwisho mzozo huo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekaribisha uwezekano wa Marekani kujiingiza katika kampeni yake ya vita dhidi ya Iran. Lakini Urusi, ambayo ni mshirika wa Iran, imesema hatua yoyote ya kijeshi ya Marekani itakuwa hatua ya hatari kubwa sana, huku makundi yanayoiunga mkono Iran nchini Iraq yakitishia kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi.
Shukrani sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo kuhusiana na mzozo wa Israel na Irani. Tunasalia katika kanda ya Mashariki ya Kati na tukiugeukia mzozo sasa wa Gaza, ambapo wimbi la umwagaji damu linaendelea kugharimu maisha ya maelfu ya watu katika ukanda wa Gaza, huku huduma za afya zikikabiliwa na msongamano wa wagonjwa, uhaba wa vifaa na ukosefu wa usalama. Wizara ya Afya ya Gaza imeripoti kuwa watu 69 waliuawa ndani ya saa 24 zilizopita, huku wengine 221 wakijeruhiwa. Mengi zaidi na Silvanus Karemera. Katika hospitali moja inayosaidiwa na shirika la afya duniani WHO, hema lilokusudiwa kuhudumia watoto na upasuaji sasa linatumika kama wodi ya dharura. Hema hilo lina uwezo wa kubeba vitanda 88 pekee, lakini limejazwa na wagonjwa 100, hali inayoashiria jinsi mfumo wa afya ulivyolemewa. Madaktari na wauguzi wanahudumu katika mazingira magumu, wakiwa hawana uhakika wa umeme wala vifaa vya kutosha kuokoa maisha. Wafanyakazi wa afya wanasema wanahangaika kudhibiti hali hiyo. Wengine wamelazimika kuwahudumia wagonjwa sakafuni au kwenye korido, huku wengine wakikosa huduma kabisa. Huduma za upasuaji na dharura zinasuasua, wagonjwa wengi wakisubiri kwa saa au hata siku nzima kabla ya kuhudumiwa, kama anavyosema muuguzi huyu. Hii sio huduma ya afya tena, hii ni vita ndani ya wodi. Tunapambana kila siku kutunza maisha bila umeme wa uhakika, bila dawa, bila usalama. Katika hali hiyo ya machafuko, huduma za mawasiliano pia zimeathirika. Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa hitilafu kubwa ya mawasiliano imelikumba tena eneo la kati na kusini mwa Gaza kwa siku ya 3 mfululizo. Hali hiyo imekwamisha jitihada za kuratibu misaada ya kibinadamu na kuhatarisha maisha ya wahudumu wa afya na waokoaji. Wakati huo huo, mashambulizi katika vituo vya usambazaji wa misaada ni ushahidi wa hali inayoendelea kushamiri katika Gaza, ambayo imewalazimisha Wapalestina wengi kuweka maisha yao hatarini kwa ajili ya chakula, alisema mwandishi mmoja wa habari aliyeshuhudia mkasa huu. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema kuwa awali Israel iliidhinisha kikosi cha kiufundi kufuatilia wapi waya wa nyuzi za mawasiliano ulikatwa, lakini baadaye wakafuta kibali hicho. Hatuwezi kufanya kazi bila mawasiliano. Hili ni eneo lisilo salama na tunahitaji mawasiliano ya uhakika ili kuokoa maisha, alisema Dujarric. Hospitali nyingi hazina uwezo wa kutumia vifaa vya kisasa vinavyohitaji umeme wa uhakika. Majenereta mengi yameshindwa kutokana na uhaba wa mafuta, hali inayozidi kukwamisha huduma za upasuaji na uangalizi maalum kwa majeruhi mahututi. Kwa sasa misaada ya dharura bado imefungiwa kwa kiwango kikubwa licha ya miito ya jumuiya ya kimataifa. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema bila usafirishaji huru wa vifaa vya afya, dawa na chakula, idadi ya vifo itaendelea kuongezeka kwa kasi ya kutisha. DW tunavuma kwa kishindo.